lie awake in your likeness. Kuna watu tunatuzidi kushukuru Mungu na kuna kuzidi kusherehekea, of course, kwa sababu unajua kwamba kunaye mama aliyekuwa amekufa kabisa kule West Pokot, Mama Rosa, na bado katika ufufuo wake kuna mshangao sana. Kuna jambo Bwana anasema katika ule ufufuo na jinsi ambavyo alivyomfufua kwa nguvu zake. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ni jambo ambalo lina debate kubwa sana katika mitandao na kwingineko, jinsi ambavyo Mungu ametenda muujiza usio wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa maneno matatu kutoka kinywa cha nabii ya kwamba it is well, na yale maneno yalipofika kule yule mama akasimiza na akaamuka. Kwa hivyo bado watu wanaendelea kushukuru Mungu na kuliinua jina la Yesu Kristo na kusherehekea. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hata nilisikia kwamba yule mama watamleta Nairobi ndio wakaendelee kusherehekea siku ya leo, na ndio wakaweze kuzidi kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya kwamba tunaishi katika siku za Biblia wakati watu walikuwa wanafufuka. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu tunasoma katika kitabu cha Acts of the Apostles ya kwamba mitume, kwa sababu ya nguvu za Mungu ambazo zilizokuwa juu yao, Mungu alikuwa anafufua wafu na Yesu anazidi kutukuzwa. Kwa hivyo tunaishi katika siku kama zile na uvuvio mkubwa sana ambao Bwana ametuletea. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini asubuhi ya leo kunalo neno ambalo nataka tukaweze kuliangalia kwa kifupi katika jina la Yesu Kristo, katika Revelation, kitabu cha Ufunuo. Bwana asifiwe. Amen. Nataka niangalie mambo matatu muhimu sana ambayo yatatusaidia katika nyakati hizi za mwisho. Mambo matatu muhimu ambayo yalinenwa hapa. Mawili tutayaona hapa na lingine tutaliona kwingineko. Na katika mambo haya matatu, Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Katika mambo haya matatu tutaona ya kwamba jinsi ambavyo Mungu analinda watu wake na haya mambo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu kama kuna wakati ambao tunahitaji wokovu wa Yesu Kristo, na kama kuna wakati ambao tunahitaji ukombozi wa Yesu Kristo, ni wakati wa sasa. Haleluya. Amen. Na kama kuna wakati ambao vile vile tunahitaji Bwana Yesu Kristo kutuficha kwa hatari, ni wakati kama huu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mambo haya tumezidi kuyaongea na tumeshayasikia, lakini siku ya nataka tuangalie kwa mkutasari katika Revelation chapter 6. Nisome mstari wa 5. Bwana asifiwe. Amen. Revelation chapter 6 mstari wa 5. Revelation chapter 6 mstari wa 5. Hii inaongea kuhusu seals ama mihuri, ambayo unaona kwamba mwana kondoo aliyoifungua, na alipoifungua kuna maneno ambayo yaliyonenwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama for example, wacha tusome verse 5. Inasema verse 5 inasema, and when he opened the third seal, muhuri wa tatu, I heard the third beast say, come and see. And behold, lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. Hallelujah. Kwa hivyo unasikia kwamba alipofungua muhuri wa tatu akasikia of course the third beast, mnyama wa tatu. Hallelujah. Akisema kuja uone, na akaona farasi mweusi. Bwana asifiwe sana. Na mara nyingi sana unapoona rangi nyeusi ama kitu cheusi inaleta blackness. Bwana asifiwe. Ukisoma zaidi vile vile hata Bible inasema kwamba siku ya Bwana itakuwa ni siku nyeusi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. For example, tukiangalia siku ya Bwana, hebu tuangalie kuhusu siku ya Bwana. Bwana, kwa hivyo unasikia kwamba black, jina black. Angalia vile vile siku ya Bwana. Hallelujah. Are you there?
Wacha tusome vile vile chapter 6 just kukuapa muhtasari tukaweze kuona vile Bwana anavyosema. Angalia verse 12. Vile vile Revelation chapter 6 verse 12. Inasema kwamba, and I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. Bwana asifiwe sana. So unaona kwamba siku hii ambayo anaongea hapa, anaongea siku ya Bwana, na anasema kwamba the day of the Lord, ambao unasikia kwamba inakuja after the rapture of the church has taken place 7 years. Ile siku ambayo inaitwa the day of the Lord, Bwana anasema that day itakuwa nyeusi. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku hii itakuwa nyeusi. Ndio unasikia kwamba ili jina black linakuwa associated na mambo hatari sana. Kwa hivyo mahali popote unasikia jina black, simaanishi nguo nyeusi, simaanishi koti nyeusi ama kiatu cheusi. Ninamaanisha kwamba uweusi wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. So wakati wote, hata wewe unaweza amka for example wote ama wote giza, unajua kwamba hiyo si kitu rahisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo Bwana alikuwa anaongea kuhusu uweusi, na hata unasikia kwamba hata Yesu anasema kwamba kuja kwake atakuja masaa ya saa 6 wakati giza ikutotoro, kuna uweusi na jina yani black inahusishangwa na kitu hatari. Bwana asifiwe sana. Amen. So unaona kwamba wakati alipofungua yule mwenye farasi huyu watatu, unasikia kwamba ni mweusi. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini ana ratiri katika mikono yake. So na mahali popote pako na hatari, panahitaji wokovu ama ukombozi, ama panahitaji kuokolewa. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So mahali popote unasikia kwamba pana uweusi, mahali popote unasikia kuna hiyo mambo ya blackness, inahitaji kuokolewa. Bwana asifiwe. Amen. Unasikia hata siku ya Bwana itakuwa nyeusi. Hata Yesu Kristo anaporejea kanisa kutakuwa na uweusi. Na hayo mambo ya hata tutasoma tuone ya kwamba hata Israeli wakati Yesu Bwana alikuwa anawakomboa kutoka Misri, aliwakomboa kukiwa na giza zito sana, uweusi mzito. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini akawapea token ya kuwaokoa. Bwana asifiwe. Amen. So wacha niwaambie, kama saa hizi vile ambavyo tuko faced na mambo meusi na rangi nyeusi, si mwangaza, tunahitaji kuwa na haya mambo matatu ambayo huenda tutayaongea kwa kipindi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na yatakuwa muhimu sana kwa sababu hiyo ndio token ya kutuokoa sisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo nilitaka sana kwanza mjue kwamba huyu farasi mweusi, kwa nini anakuwa associated na hiyo rangi? Ni kwa sababu ya uweusi, yani ni analeta mambo dark. Anafanya mambo haya meusi. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini pale Bwana akaongea kwamba jinsi ambavyo watakatifu watakavyookolewa. Haleluya. Kwa sababu kila wakati ambapo kuna uweusi ambao utakao angukia dunia, kila wakati Mungu hutengeneza njia ya watu watakatifu wake na wale ambao wamemwamini njia ya kutokea. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Na katika wakishajua ile njia ya kutokea, sasa hawaogopangi uweusi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu sasa kama Mungu amesha provide njia ya kutokea, ule uweusi, that blackness, that hatari ambayo inaangukia mataifa ama inaangukia taifa, hatuwezi kuogopa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitu hatari, mahali ambapo panahitaji wokovu. Haleluya. Amen. Sasa unaona kwamba tusome zaidi, turudi katika Revelation chapter 6 verse 6. Sikiliza Bible inasema, and I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley
for a penny. Lakini angalia anasema kwamba and see thou had not the oil and the wine. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So unaona kwamba weusi ukaonekana. Farasi ni mweusi. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini uweusi huu unaambiwa kwamba usiguze mafuta na divei. Bwana asifiwe sana. Amen. So unaona kwamba mambo mawili, kwanza neno la Mungu linatufundisha ya kwamba jinsi ambavyo tutakavyoepuka uweusi. Haleluya. Amen. Jambo la kwanza ni mafuta. Bwana asifiwe sana. Amen. Jambo la pili ni divei. Haleluya. Amen. Mambo yale Mungu akiyaona katika mioyo yetu tunaepuka uweusi. Haleluya. Lakini unasikia huyu mpanda farasi akaambia usiguze mafuta na usiguze divei. Bwana asifiwe sana. So tutakuwa tukiangalia, lakini kabla sijaenda kwa kina kuangalia, kwa sababu tuwezi kuangalia yote, kuna jambo lingine ambalo linaokoa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo la kwanza tumeona kwamba mafuta huokoa katika uweusi. Bwana asifiwe sana. Siku ya hatari mafuta huokoa. Bwana asifiwe sana. Na tutaangalia hayo mafuta ni mafuta ya aina gani, na vile vile divei huokoa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hata Yesu Kristo aliongea sana kuhusu new wine, mambo kama hayo. Hiyo mambo huokoa. Bwana asifiwe. Lakini zaidi ya yote damu huokoa. Bwana asifiwe. Hebu tuangalie kitabu cha Exodus. Angalia kitabu cha Exodus chapter 12. Haleluya. Tunakabiliana na siku nyeusi. Tumeona kwamba how can we prepare for that black day, that blackness? Mambo ambayo yanatusaidia. Angalia verse 12, chapter 12 verse 12. Exodus 12 verse 12. Exodus 12 verse 12. Inasema hivi, Bible inasema hivi, for I will pass through the land of Egypt this night. Unasikia ni usiku. Mungu atapita the land of Egypt in the night. The night, unajua kwamba kukiwa usiku lazima unasikia kwamba kuna kuanga na uweusi. Bwana asifiwe sana. Si usiku kuna kuanga na uweusi. So unasikia kwamba Bwana anasema kwamba for I will pass through the land of Egypt this night, and I will anasema kwamba and I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Bwana asifiwe sana. Amen. So unasikia kwamba ni jambo lilikuwa nzito sana, ya kwamba ati usiku huo mimi nita execute judgment na nitaua watu wote wa kiume. Na unajua wakati Bwana alikuwa ananena hivyo, alikuwa na watu wake katika nchi ya Misri, na lazima angewapa token ya kuwaokoa katika uweusi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kweli hata walipokuwa naamka walijua kwamba we have been visited by a very black day. Bwana asifiwe sana. Amen. So Mungu akaambia Israeli ya kwamba usiku huu kuna kitu ambacho ni very black kitaangukia taifa. Lakini pale pana watu wake. Israeli iko pale. Watu ambaye wameokoka wako pale. Watu wa Mungu wako pale. Mungu akawapea token. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo token ya tatu ambayo ni muhimu sana, tutakuwa tukiangalia sana, ya kutusaidia kukabiliana na wingu nyeusi. Bwana asifiwe sana. Ya kutusaidia kujitayarisha kwa sababu ya wingu nyeusi. Haleluya. Kumbuka tumesoma kuhusu divei, tumesoma mafuta na divei. Bwana asifiwe sana. Lakini hapa unaona kwamba Bwana anaongea kuhusu damu. Tusome verse 13. Kwa hivyo Bwana akasema kwamba I will execute judgment. Na wacha niwaambie,
wakati Mungu anajaji mtu haikuwa ni mwangaza. Bwana asifiwe sana. Wakati Mungu anajaji mtu inakuwa hukumu, inakuwa kitu cheusi. Bwana asifiwe sana. Mungu akiamua nitajaji hapa ama nitajaji taifa, inakuwa kitu very black. Hata ukiona unaona kwamba very dark day, very dark. Wakati Mungu anakuja ku execute judgment. Hallelujah. Lakini akaambia watoto wake sasa Israeli, and the blood shall be upon anasema kwamba verse 13, and the blood shall be to you for a token upon the houses where you are, and when I see the blood I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Bwana asifiwe sana. Amen. So unasikia Bwana akasema mimi nikiona damu, mimi ni huo weusi hautawaangukia. Kwa hivyo damu ya Yesu ama damu ya Yesu bado inatusaidia kuepuka uweusi wa aina yoyote. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Damu ya Yesu inatusaidia kuepuka uweusi wa aina yoyote. Hata kama saa hizi unasikia kwamba kuna uweusi ambaye umetabiriwa na kuna uweusi katika siku fulani ya uchaguzi, lakini wale ambao damu ya Yesu Kristo itakuwa kama atoken, bado wanaepuka the blackness. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu hii tunaona ni token ambayo Bwana alipea Israeli wakati Israeli ilikuwa visited na siku ya hatari, siku ya uweusi. Na siku ya uweusi mara nyingi ukikosa haya kila wakati ukikosa mambo haya matatu, haleluya, siku ile inawapaka mtu. Haleluya. Na giza ile ambayo iko katika ile siku inakuovakana. Na ndio Mungu alikuwa anaongea kuhusu mafuta, akaongea kuhusu divai, na akaongea kuhusu damu. Haleluya. Ati kwamba watu wale ambao watakuwa na mambo yale as a token to their hearts, na wataweza kuyavalue na kuya-understand, hawawezi kuogopa uweusi wowote wa siku. Haleluya. Na ndio unaona kwamba tukisoma maelezo kuhusiana na habari za unyakuzi wa kanisa, unaona kwamba itakuwa ni siku hatari. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni siku ambazo zinahitaji watu kujitayarisha vizuri kwa sababu ya uweusi ambao uko katika siku ile, ambao unasikia Bwana anasema kwamba ni kama nywele ya black imewekwa katika gunia. You can imagine nywele ya black imejengwa hiyo ni siku yenye giza nzito sana. Haleluya. Na inahitaji mtu ambaye ametayarishika na mambo haya matatu. Haleluya. So ukiangalia Bwana alipokuwa ananena kuhusu mambo haya matatu, for example, Bwana alipokuwa ananena kuhusu oil na umuhimu wa kuwa na mafuta wakati wa siku ya uweusi. Bwana asifiwe sana. Na unaona Yesu anatutayarishanga hata majanga yale ambayo tunakutananga nayo hapa duniani, na mambo yale yote yako mbele yetu, hata katika kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mafuta kila wakati utuandaa. Bwana asifiwe. Na uweusi ule uko mbele, kiza wakati wa hatari. Haleluya. Hebu tusome zaidi. Bwana asifiwe sana. Jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa ananena umuhimu wa mafuta. Bwana asifiwe sana. Na unaona kwamba Mungu kusudi alikuwa anasema aliambia mpanda farasi yule mweusi. Kumbuka mpanda farasi amepanda farasi nyeusi kabisa. Na hiyo ni kumaanisha ni hatari. Na huyo mpanda farasi ataleta siku za giza nzito sana. Lakini Bwana akasema ukiona mafuta usiguze. Haleluya. Na ukiona divai usiguze. Lakini kwanza mafuta kuna kitu ambacho inaletanga katika ndani ya moyo ya Mkristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na unajua kwamba kile ambacho inaletanga in fact ni cha kupigana kila wakati na giza ya aina yoyote. Haleluya. Hata giza ya hukumu inapigananga na. Hebu tusome kitabu cha Exodus bado.
tuone zaidi kuhusu Bwana. Kwa nini Bwana alikuwa ananena kuhusu mafuta na kile inaletanga. Bwana asifiwe sana. Hebu tusome Exodus chapter 27. Exodus 27. Kwa hivyo tunajiandaa kwa sababu ya siku za giza. Bwana asifiwe sana. Na siku ya saa zingine hizo siku zinaweza kuwa hapa duniani, hata siku ile kubwa ambayo itakuwa na giza. Angalia jinsi Bwana anavyosema verse 20. Exodus 27. Exodus 27 verse 20. Kwa hivyo tumeona mambo matatu usisahau muhimu sana. Oil, wine and the blood. Inasaidia wewe kuepuka siku ya uweusi. Haleluya. Ulio kule mbele kwa siku ya inasema hivi, tusome. And thou shalt command the children of Israel that they bring thee pure olive beaten for the light. Hallelujah. To cause the lamp to burn always. Hallelujah. In the tabernacle, inasema kwamba in the tabernacle of the congregation without the veil, which is before the testimony, Aaron and his son shall order it from evening to morning before the Lord. It shall be a statute forever unto their generation on the behalf of the children of Israel. Bwana asifiwe sana. So Bwana akawaambia ya kwamba ambia Israeli ilete mafuta. Bwana asifiwe sana. Na always purpose ya mafuta number 1 ni kuangaza. Hallelujah. Inafanyanga mtu awe na mwangaza ndani yake ya kukabiliana na siku ya giza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kwa sababu tunajuanga kwamba tunaashanga mwangaza ndio ushindane na giza, upigane na giza. Na ndio unaona kwamba mtu yote ambaye hana oil siku ya giza ama season ya giza lazima imshinde. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo oil ambayo Bwana alikuwa anaongea, of course tunajua kwamba oil iko na oil iko ama mafuta iko na maelezo mengi. Bwana asifiwe sana. For example, kuna watu tunaamini tunajua kwamba oil ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini of course kuna tafsiri nyingine bado tu inaenda sambamba na hiyo ya kwamba huo mwangaza na hiyo oil ni nini. Bwana asifiwe sana. Ambayo tunataka tuangalie sana siku ya leo kwa sababu ya kuface giza. Hallelujah. Amen. So hii inapendeza ya kwamba akamwambia ambia Aroni akaweze kuambia leteni mafuta na ndio taa iwake kila wakati until asubuhi. Kwa hivyo purpose moja ya mwangaza ama ya oil inaletanga mwangaza. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana, na ikileta mwangaza ndani ya mtu, ya maisha ya mtu, na ikileta ule mwangaza anawezanga ku-overcome siku ya giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo akaendelea kumwambia na akaendelea kusema, akasema ya kwamba taa isipoe na ndio kwenda. Kwa hivyo oil unaposoma ile alipoambiwa kwamba usiguze mafuta na usiguze divai wakati unaleta giza duniani, alikuwa anamwambia kwamba hayo mafuta hawezi kukuza mwangaza. Mwangaza utakabiliana na yeye, utakabiliana na siku ile. Tusome zaidi kabla hujapata maelezo ya ndani. Angalia kitabu cha Leviticus. The next book, Leviticus 24. Leviticus 24. Hallelujah. Angalia Leviticus 24. Leviticus 24, angalia mstari wa kwanza. Leviticus 24. Kwa hivyo tunaangalia oil
kama ya kutusaidia kukabiliana na siku ya giza. Na kumbuka kwamba tulisema oil na wine na blood. Umeona blood jinsi ambavyo ilivyosaidia Israeli kwa sababu ya usiku wa giza. Na vile vile tutaangalia vile vile blood, umuhimu wa blood hasa katika nyakati hizi na application. Nasema 24 verse 1. And the Lord spoke unto Moses, saying, Command the children of Israel that they bring unto thee pure oil, olive beaten for the light, to cause the lamps to burn continually. Bwana asifiwe sana. Amen. Tena waambie walete mafuta na ndio wafanye taa yao hiyo itoe mwangaza kila wakati. Bwana asifiwe sana. Na unasikia kwamba Bwana anasema kwamba oil na mafuta umuhimu wake unaletanga mwangaza ndani ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na unaletanga mwangaza ndani ya Mkristo. Kwa hivyo hiyo oil ni muhimu sana. Na tunasemanga kwamba ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Na unaona kwamba Roho Mtakatifu anapofanyika tu oil. Bwana asifiwe sana. Kuna kazi anaendana next step. Na anapoenda next step baada ya yeye kufanyika oil, anapoenda the next step anafanyaga mtu akaweze kuangaza. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mtu anaweza jiuliza kwamba kwa nini tunaangaza na tunaangaza vipi? Na ni njia gani ambayo unaona kama Mkristo anaangaza? Haleluya. Amen. So unasikia kwamba mafuta kama vile mpanda farasi aliambiwa usiguzi mafuta kwa sababu mafuta yanaletanga mwangaza. Haleluya. Na ndio ikaweze kuleta mwangaza ukaweze kupatikana, na ndio mtu akabiliana na ile siku, lazima mafuta yawe muhimu sana. Haleluya. So wacha niwaambie wapendwa, wakati mafuta Bwana anaongea kuhusu Roho Mtakatifu na ndio afanyike mwangaza, analetanga kitu ambacho ni muhimu sana. Haleluya. Na ni vizuri kwanza tukaweze kujua kwamba ndio tufanyike mwangaza, ni nini lazima kiwe ndani yetu. Haleluya. Hebu tusome vile vile kitabu cha John. Bado tuko katika laini ya mafuta ya kuokoka na kujaribu yaani ya kujikinga. Haleluya. Lakini wacha kabla tujasoma kitabu cha John, wacha tusome Psalms. Haleluya. Tutaenda katika kitabu cha, angalia kitabu cha Psalms 118. Tusome kitabu cha Psalms 118. Vile vile ndio tukaweze kupata msingi mzuri. Psalms 118. Bwana asifiwe. Not 118, it is 119. It is Psalms 119. Psalms 119 verse 105. Tunajitayarisha kukabiliana na siku ya giza. Na ukiona ukijitayarisha hivi kukabiliana na, utashangaa siku ya giza haikuwezi, wala hata hii naye kuja, na hata siku zile zitakazokuja mbele za giza. Unasikia Bwana anasema, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hallelujah. Amen. Akasema kwamba neno lako ndiye taa ya miguu yangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kisha linafanyika mwangaza wa njia yangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Si unaona kwamba Daudi alikuwa anaongea kuhusu bado kukabiliana na giza, na akasema neno, na akaanza kututambulisha kwamba source ya mwangaza wetu akaita neno. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kwanza mnasikia kwamba anasema word in singular form, katika umoja. Kwa hivyo Bwana akasema kwamba neno hilo
ndilo litakalokuwa mwangaza wa miguu yetu, taa ya miguu yenu, na pia mwangaza. Kwa hivyo haya mafuta unaona aliambiwa kwamba asiyadhuru ama asiyaguze, huleta kufanya tupate ufunuo. Bwana asifiwe sana. Na unajua kwamba kuna mmoja ambapo alipokuwa anafunuliwa, jina lake lingine alikuwa anaitwa Word. Bwana asifiwe sana. Na tunaona kwamba tukisoma kitabu hii neno ambalo Daudi alipokuwa anasema, si kwamba ati ni scripture. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anaongea kuhusu ufunuo fulani. Kuna yule ambaye atakayefunuliwa. Tunaona kwamba Yesu Kristo alipokuwa anafunuliwa aliitwa the Word. Hallelujah. For example, hebu tuangalie kitabu cha John, uone hili neno ambalo Daudi alipokuwa analisema lilikuwa linamaanisha. Kitabu cha John chapter 1. Angalia kitabu cha John chapter 1. John chapter, kwa sababu mwangaza ama mafuta yataleta mwangaza wa kutuokoa siku ya giza, kukabiliana na siku ya giza. John chapter 1. Angalia John chapter 1. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. John chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Tunafuatilia tujue ule mwangaza kamili, na ndio tuone ya kwamba ndio mwangaza huo. Inasema kwamba in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. Amen. Alafu nasema kwamba the same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Hallelujah. Amen. Lakini wacha niseme hivi, kitu ambacho hapa inatufundisha, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bwana asifiwe sana. Amen. So unaposikia kwamba Daudi anasema neno lako ndiye taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu, anamaanisha Mungu ako ndani yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tunaona kwamba kile ambacho kinatufunulianga Mungu ni mafuta. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu wakati oil iko inakosa kuwe na mwangaza, ama Yesu Kristo akaweza kufunuka zaidi. Na tunaona kwamba mtu aliye na Yesu Kristo, kama hapa Bwana anasema kwamba ati hilo neno alikuwa ni Mungu. Na unajua kwamba ufunuo wa neno ni wakati Yesu Kristo alipokuwa anafunuliwa. Na kuna mahali Yesu Kristo aliitwa jina lake ni Word, a living word. Bwana asifiwe sana. Amen. Ati wakati mtu amemvaa Yesu Kristo, amepata ufunuo wa Yesu Kristo, ana mwangaza unaokabiliana na siku ya giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio Bwana amependa sana ya kwamba whenever tunatembea katika siku ya giza, hakikisha tumemvaa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio Bwana alikuwa anatayarisha kwa sababu ya siku ya giza, akawaambia number 1, mchukueni mwana kondoo, mumchinje siku ya 14 na mumhifadhi, na mtakapo mla yule mwana kondoo na mkate bila chachu, na ile damu mkaweze kupaka katika vizingiti vya milango yenu, basi siku ya giza mtaweza kuistahimili. Bwana asifiwe sana. Amen. Siku ya giza mtaweza kuishinda. Haleluya. Na siku ya giza haitawaogopesha kamwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tunaona kwamba watu wale wamemkura Yesu, na watu wale ambao wamelipata hili neno ambalo sasa ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Vizuri. Na unajua kwamba Yesu Kristo anapatikananga mahali ambapo kuna oil. Yesu Kristo hawezi kupatikana mahali ambapo hapana oil. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kwa sababu oil inamfunuanga yeye na nguvu zake na uwezo wake. Na unasikia kwamba mahali popote pana mafuta, pana ufunuo wa Yesu Kristo. Haleluya. Na mahali pana ufunuo wa Yesu Kristo, watu wamemkura Yesu Kristo sawa sawa. Na siku hili yote ya giza ambayo inaweza kuba taifa, ambayo inaweza kumba hata pale mbele, Yesu Kristo huokoa. Bwana asifiwe sana. Na ndio kwamba mara nyingi sana hata giza yote, unajua saa zingine
giza iko na forms nyingi. Ninaonaga for example hata terrorism, kama saizi magaidi wamepanga kuattack mahali na Mungu anakuonesha usiku kile ambacho kitakachotokea siku ya pili. Anakuoneshaga giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Na unaona kwamba mara nyingi sana mtu ambaye amemvaa Yesu Kristo, ambaye aliye na Yesu Kristo, siku ile ya giza, kwa sababu ya mwangaza wa Yesu Kristo, mtu anayepokanga. Bwana asifiwe. Hawezangi kushindwa na ile giza, imvamie, immalize katika vyovyote vile. Kila wakati ile huo mwangaza wa Yesu Kristo unakuwa umemark mtu na kusaidia yeye kushinda giza. Haleluya. So unaona kwamba tukapata ufunuo hapa katika neno ati ya kwamba lile neno ilikuwa ni Mungu. Ni sasa unasikia kwamba hata Mungu akafanyika kama Mungu Emmanuel pamoja ndani ya watu. Na ndio kwamba kipindi kama hiki ambacho unasikia kwamba kuna giza ambayo inakaribia taifa, kuna giza ya siku inakuja katika, ni wakati sana wa kumvaa Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu Yesu Kristo anafanyika mwangaza. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu anasema kwamba nikiwa tu na Yesu siogopi giza ya aina yoyote. Haleluya. Amen. Though I walk in the valley of darkness, the shadow of death. Wakati tu kanisa limemshika sana Yesu Kristo na limepata ufunuo wa Yesu Kristo, ambao tunasema kwamba mafuta ya Roho Mtakatifu baada ya kutufunulia Yesu Kristo ambaye ni mwangaza, kisha kuna jambo lingine ambalo inatupeanga, na ndio tunakuwa tofauti na watu wale ambao wanasema tu kwamba mimi nimeokoka, na yetu tunaona kwamba wana calamity ikija wanashindwa na giza. Bwana asifiwe. Kwa sababu mimi nasemanga kwamba inawezekanaje mtu ambaye ameokoka, siku ya giza ilitembelea taifa, siku ya giza ilitembelea mahali alipokuwa, na akashindwa na hiyo giza. Bwana asifiwe. Hapo inakupeanga majibu, kuna kitu ambacho hakijasimama vizuri. Utaona. Kwa hivyo mwangaza, ile mafuta inatoa mwangaza, inafanya mtu akaweze kumjua Yesu Kristo. Haleluya. Number 1, inamfunua Yesu Kristo vile alivyo na mtu anamvaa. Na ndio naona Yesu Kristo hata Bwana asifiwe. Hebu soma vile kitabu cha John, wakati bado ufunuo wa Yesu Kristo unazidi kuja. Hebu soma kitabu cha John chapter 8. Haleluya. Angalia kitabu cha John chapter 8. Haleluya. Angalia kitabu cha John chapter 8. Wakati ufunuo unazidi kuja. Inasema verse 12. Angalia verse 12. John chapter 8 verse 12. Inasema hivi. John chapter 8 verse 12. Inasema then Jesus again anasema verse 12 inasema then spoke Jesus again unto them saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Bwana asifiwe. Amen. So katika ufunuo wa Yesu Kristo unasikia kwamba hata Bwana akasema kwamba yeye ndiye mwangaza. Kwa hivyo mwangaza huu ambao tunatafuta, wakati Yesu Kristo akafanyika mwangaza. Haleluya. Light, akafanyika lamp and the light ya mioyo yetu. Na akasema kwamba mtu yoyote ambaye anayenifuata hawezi kutembea katika giza kama mimi. Hakuna giza ambayo itaweza kumshinda katika vyovyote vile. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo number 1, oil. Mtu anaposema kwamba ako na mafuta, kwa sababu watu wanasema kwamba mimi niko na mafuta, lakini mtu ambaye ako na mafuta, characteristic ya kwanza ama tabia ya kwanza ama kile ambacho kinafanyika ndani yake, huyo mtu hupata mwangaza. Bwana asifiwe sana. Amen. Na akipata mwangaza, unakabiliana na giza, siku ya giza, hata maovu mengi sana ambayo yanatendeka katika taifa hili, mataifa. Zaidi ya yote, hata siku ile ya kuja kwa Bwana ambayo itakuwa na giza totoro. Siku ile ambayo tumesoma kwamba itakuwa black,
very black ataweza kushinda. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ya yule ambaye ako naye, kwa sababu jina lake tena anaitwa mwangaza. Kwa sababu tumeona kwamba mwangaza, neno hilo lilikuja limebeba a lot of light, na kazi yake ni ya kukabiliana na giza. Na siku ya leo ninaongea kuhusu giza za hatari. Unajua kuna giza ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Hiyo number 1. Wakati watu wamekuwa katika dhambi ama dhambi ambayo iko duniani, unaona kwamba bado ni giza. Lakini mimi naongea siku ya leo kuhusu giza ya hatari. Bwana asifiwe sana. Amen. Mambo ambayo yanaweza kujitokeza katika nchi ya hatari. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya maafa, kama vile Mungu alisema kwamba mimi unajua hatari, giza inaweza letwa na watu wawili. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna giza ambayo inaletwa na shetani. Shetani huleta giza. Kama for example mnaposikia kwamba terrorism, mambo kama hayo, unaona kwamba hii ni mambo ya shetani. Lakini zaidi ya yote Mungu huleta giza. Kama saa hizi unaposikia kwamba Mungu, ile giza ilipatikana nchi ya Misri, ilikuwa imeletwa na Mungu. Kwa sababu Mungu ndiye aliambia Musa, usiku huu nitashuka ambaye Farao akiamka hata amini. Na kweli giza imetutembelea, kwa sababu all the firstborns, kutoka hata wanyama walikuwa wamekufa, males. Hiyo ni giza ambayo Mungu alileta. Bwana asifiwe. Amen. Vile vile angalia hata siku ya the day of the Lord, hiyo giza itakuwa imeletwa na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye atafanya kwa jua liwe na giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Atafanya mwezi upoteze mwanga wake. Kwa hivyo hiyo giza itakuwa imeletwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini ila giza iletwa na shetani ama Mungu. Na vile vile unaposikia kwamba Mungu akisema nitahukumu nchi fulani ama nitahukumu watu hawa, hiyo giza wanga inaletwa na Mungu. Lakini unajua kwamba either Mungu ailete giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiwa na mwanae ambaye anaitwa mwangaza, Yesu Kristo, kila wakati mtu ana overcome hiyo giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo Mungu anapopanga, mimi nitaleta giza katika hii taifa, kuna siku ya giza nitakayoachilia ije katika hiyo taifa. Angalia. Bwana asifiwe sana. Amen. Ama shetani haya na mipango yake ya kuleta giza katika vyovyote vile, angalia, kila wakati Mungu anatayarishanga watu wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Na mediator ambayo sasa ni Yesu Kristo. Na wakivaa sasa yule mwangaza, unaona, imagine wanakuja wana overcome giza. Haleluya. Amen. Na tunashukuru sana kwa sababu ya kupata ufunuo ati ya kwamba Yesu Kristo ni mwangaza. Hebu tusome zaidi. Kwa hivyo unasikia kwamba Yesu Kristo akaitwa mwangaza. Hebu angalia chapter Bwana asifiwe sana. Amen. Angalia vile chapter 9 ya John. Tuko jua bado John. Bwana asifiwe sana. Angalia verse 5. Angalia John chapter 9 verse 5. Unasikia Bwana anasema, as long as I am in the world, I am the light of the world. Kwa hivyo Bwana akasema kwamba as long as bado niko duniani, wale ambao ni wachache ambao ni hekima, ambao wanaopata ufunuo wako, wanakuwa na mwangaza. Bwana asifiwe. Na mimi najua kwamba tukiwa na mwangaza, na unajua kwamba Yesu Kristo yuko duniani, na wakati Bwana alipokuwa ananena neno hili, alikuwa anasema ataondoka, na of course atatuachia Roho Mtakatifu. Na unajua kazi moja ya Roho Mtakatifu ni kufanya tumuone Yesu Kristo kama vile alivyo. Unajua kuna watu wanasema kwamba ati ni heri mimi ningeishi wakati akina Peter walipokuwa wanamuona Yesu moja kwa moja, hata wanamsalimia na mkono. Habari Bwana. Hata unajua hata walikuwa na mohag. Imagine saizi vile tuna hug kanisani, ati mwenye una hug ni Kristo. You can imagine. Si ndivyo walikuwa wanasema? Wanafanya. Na imagine ati Bwana anasema ni heri sisi, kwa sababu bado walikuwa na mohag, lakini hawakuwa wamemuona clearly.
Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu mafuta ya kufanya wamuone clearly haikuwa imetolewa. Na hiyo mafuta ilitolewa hata wakati Yesu Kristo hayupo. Ndio akasema ndiye mwana wa Mungu huyu. Na ndio unaona kwamba hata ujasiri wa Petro ulibadilika, mtu ambaye alikuwa compromised, kila wakati compromised. So unaona kwamba dispensation ambayo tunayoishi ndio Yesu Kristo yuko sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuliko ile miaka 3.5 ambayo aliishi kiasilia. Bwana asifiwe. Na ndipo anasema kwamba as long as niko duniani mwangaza upo, kwa sababu kuna mafuta yanayofanya Kristo awe more clearer. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyu Bwana amejaa mwangaza sana. Huyu Bwana amejaa nuru. Ndio anasema kwamba as long as I'm in the world, na unajua kwamba mafuta imefanya tukaweza kumwona jinsi alivyo, na ndio Roho Mtakatifu amepeana kama mafuta. Bwana asifiwe. Amen. So wapendwa, wakati Yesu Kristo tunapata ufunuo wake katika hiyo njia, na tunamjua kwamba ati yeye amefanyika light. Sasa hakuna giza. Hakuna siku ya giza inaweza kutushinda katika vyovyote vile. Bwana asifiwe sana. Amen. Although Bwana anasema kwamba kwa sababu bado saa hizi mko na mwangaza, hakikisha usitupe mwangaza, tembea naye. Bwana asifiwe sana. Tembea, yani kuwa karibu naye. Haleluya. Amen. Hadi wakati mtu atakapoondoka. Kwa sababu unajua kwamba kwenye tunaelekea hakutakuwa na giza katika vyovyote vile. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakutakuwa visited na siku za giza, kwa sababu you know the city we are going, the kingdom of God or the new city, Bible inasema kwamba there hakuna ati wakati wa usiku na hakuna wakati wa mchana. So huu ni mji ambao hautakuwa ukitembelewa na giza ambazo unaona saa hizi za dhambi, giza za aina yote, giza ambazo unaona kwamba saa hizi za mambo mengi, terrorism, whatever. Hautakuwa na hiyo. So unaona kwamba tukiwa kule mwangaza tunauhitaji sana hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu unasikia kwamba sisi ni watu wa kutembelewa na giza hata. Na unaona kila wakati giza inatembea, inamezanga watu fulani. Lakini mara nyingi sana na target watu wale ambao wana mwanga. Unaona kama mpanda farasi hata amevaa black, yani mpanda farasi yule ni mweusi kabisa, lakini anaambiwa usiguze mafuta. Usiguze divai, lakini leo tunaongea kuhusu mafuta. Usiyaguze. Kwa sababu yale mafuta inaleta ufunuo kujua mwangaza wa kanisa uko wapi, na ni Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Lakini Bwana anatushauri ya kwamba mwangaza ule tusiutupe katika vyovyote. Ni wa msaada kubwa sana. Na Roho Mtakatifu akaya akitufunulia sana kumjua Yesu Kristo. Na ndio mimi hupenda sana katika ushirika. Hakuna jambo ambalo linaweza kuwa nzuri sana kukaa tukilifuatilia na tukilitafuta sana kama kumjua Yesu Kristo. Kwa sababu mafuta ndio inafanyanga tukaweze kumjua Yesu Kristo jinsi alivyo, na tunakabiliana na giza zote ambazo ziko mbele yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Until tukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu angalia kitabu cha Petro vile. Kitabu cha Petro, hivyo ni mambo muhimu sana haya ya kutusaidia kukabiliana na giza. Bwana asifiwe. Giza, siku ya giza wacha hata hii, unajua hizi unasikia ziko mbele nzito. Na ndio unaona kwamba ni wakati wa kukaribia Bwana sana na kumuelewa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Yesu anataka tuwe na knowledge. 2 Peter angalia chapter 1. Angalia 2 Peter chapter 1. Hallelujah. 2 Peter chapter 1. Wacha tuanze mstari wa 16. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu yule ambaye anaongelewa pale, Bwana asifiwe sana. Na tunaongea kuhusu jinsi ambavyo anavyo shine ndani yetu kutusaidia kushindana. Anasema kwamba angalia
2 Peter chapter 1 verse 17. Verse 16 nasema, for we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and the coming of our Lord Jesus Christ. But when there came such a voice to him from the excellent glory, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Verse 18. And this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mountain, in the holy mount. Verse 19. We have also a more sure word of prophecy. Hallelujah. Whereunto ye do well that you take heed as unto the light that shineth in the dark place. Bwana asifiwe sana. Are we together? Until the day dawn and the day star arise in your heart. Bwana asifiwe sana. Unasikia verse 19 iko na uzito sana. Inasema kwamba tunalo neno. Bwana asifiwe sana. La unabii. Na Bwana anasema kwamba tunafanya vizuri. Hebu nisome Kiswahili ndio of course tukaweze kuelewa kukabiliana na siku ya giza. Haleluya. Kukabiliana na siku ya giza. Jinsi ambavyo tutakabiliana na siku ya giza. Na wakati tunakabiliana na siku ya giza, jinsi ambavyo Bwana atakavyotuwezesha. Mambo matatu. Ya kwanza ni mafuta. Ya pili ni divai, ya tatu ni damu. Bwana asifiwe sana. Tujaongea kuhusu divai bado. Tunaongea bado kuhusu mafuta. Haleluya. Sikiliza inasema hivi. Hiyo ni Petro mstari wa 19. Second Peter chapter 1 verse 19. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii inasema kwamba mkiliangalia. Kiingereza inasema kwamba if you take heed. Bwana asifiwe sana. Amen. Neno hilo unasikia likitajwa ni Kristo. Bwana inasema kwamba mkiliangalia, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ijapokuwa kuna giza ambayo inaweza kuja, japokuwa kuna giza mbele yetu, japokuwa kila mwanadamu kuna siku ya giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Kunayo taa, Biblia inasema kwamba inayong'aa. Na unasikia Bwana anasema mkiangalia. Kiingereza inasema kwamba if you take heed. Na unajua kwamba kila wakati zamani katika nyumba ya Mungu, taa ya Mungu ilikuwa inaitwa manola katika jina la Kiebrania. Unaonanga katika Israeli parliament yao, vitu vyao vingi vya kiserikali vinakuanga na ile taa ya vinara 7. Taa ambayo iko na vitu 6 pande hii na vitu 6 pande hii na kimoja katikati 7. Na kile kinara kilikuwa kinakuwa hanged kila wakati katika nyumba ya Mungu katika Israeli. Na ndio watu wale ambao wanahitaji kwa hivyo mwangaza, source ya mwangaza ilikuwa mahali juu. Bwana asifiwe sana. So ndio mtu akaweza kuona ile mwangaza, alikuwa kila wakati amefocus na anaangalia. Na ndio unakuja kuona ya kwamba Yesu Kristo kama taa akainuliwa. Bwana asifiwe sana. Na ndio Bwana anasema kwamba kama tunaweza kuwa bado tunamwangalia, anakuanga mwangaza katikati ya giza kubwa sana. Na ndio unaona kwamba anapeana kanisa na watu wale ambao wameokoka wokovu wa kweli uwezo wa kushinda kila aina ya giza na wasiguzwe na giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumbuka giza ikikuguza hata ya dunia hii. Bwana asifiwe. Amen. Giza ikikuguza inakutupanga gizani. Na unajua gizani ni jehanamu. So ukishindwa na giza, sehemu yako ni jehanamu. Lakini ukiweza giza, sehemu yako ni ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. So wacha niseme hivi, wakati wote unaonanga watu wanashindwa na giza, hata giza za kawaida za dunia hii. Bwana asifiwe sana. Amen.
Ndio nasikia kaza zingine tunaongea watu wanashangaa kwamba nyinyi msiongea hivyo. Wakati nawaambiana kwamba si kawaida Mkristo kuuawa katika giza. Jambo lolote la giza. Bwana asifiwe sana. Amen. For example, katika ugaidi. Bwana asifiwe. Amen. For example, katika mambo ambayo yametokana na giza ya dunia hii. Hatari ambazo ziko katika dunia si kawaida, kwa sababu mtu ambaye aliye na mwangaza, jambo lolote ambalo limepangwa aidha na shetani. Bwana asifiwe sana. Amen. Na niliwaambia oda mwingine wa giza anakuanga Mungu, wakati kwanza amekasirishwa na watu na anataka kuleta judgment. Anaomba kwanza yake inakuwa hatari sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini alimweka mwanae Yesu Kristo akawa kinara. Wakati wote umemshika, kila wakati giza yote inapokukuta unaweza kushine katika hiyo giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Na niliona kama mtu wa Mungu wa kweli ambaye amemvaa Kristo, giza kama zile yeye huziepuka. Bwana asifiwe. Giza kama zile yeye huziepuka kwa sababu ya kile kinara. Kwa hivyo unasema Yesu hapa, neno linatuambia kwamba ati Yesu ni taa katika mahali penye giza totoro. Haleluya. Amen. Kristo anawasaidia wanaepuka. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ya kumvaa Kristo. Yesu akiwa ndani yako, yeye ni mwangaza. Bwana asifiwe sana. Amen. Niliona tuko kwa muhtasari documentary ya kule Rwanda, wakati kulitokea machafuko mazito, genocide. Kulikuwa Hutu na Tutsi. Sasa kuna kabila ambalo lilikuwa liko persecuted sana, la Hutu. Watusi hawakuwa, so nilikuwa naona hata Watusi, mtu Mhutu alikuwa anajifanya Mtusi, anajaribu kujifanya na inashirikana. Na unajua kwamba wale ati Wahutu ni walefu, wakonde wale, kama rais wa Rwanda Kagame wanaona ni mtu mkonde sana, mrefu. So Wahutu ni wakonde wale. Sasa mtu anajaribu kujifanya Mtusi na hawezi kujifanya awe mfupi kama Wahutu. Wanasema wewe ni Mhutu. Sasa walikuwa wanasema kwamba jinsi ambavyo walivyokuwa nafanya, wanajaribu kujifanya, walitembelewa na giza kubwa sana katika hiyo taifa. Ilikuwa ni wingu la giza. Bwana asifiwe sana. Hakuna wakati Mungu atahukumu watakatifu wake pamoja na waovu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo inakuwa siri. Unajua saa zingine watu wanasema kwamba ni kanisa hili, lakini hii inakuwa siri ya ndani ya Yesu Kristo. It is only he the Lord, he the Lord who knows that this person surely amenivaa, ameniamini. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo siku ya giza, I'll shine in him, na ndio ile giza isimwova kama katika vyovyote vile. Bwana asifiwe sana. So mnasikia kwamba mafuta huleta, na ndio kaambiwa mwenye farasi, hata kama utaleta giza, hata wewe kara yako ni giza, even your color is black. Kwa hivyo kuleta giza katika mataifa na siku za giza kutembelea mataifa, lakini oil ambaye inafunua mwangaza ikionekana, don't hurt, and surely it is not touched. Bwana asifiwe sana. Haigusi. Lakini zaidi ya yote, kuna hiyo siku ya giza kuu ambayo inakuja, ambayo unasikia kwamba it is the day of the Lord, ambayo sasa tutakuwa tukihandle uone kwamba countering that day darkness, heavy darkness. Hallelujah. Kama vile unasikia kwamba mataifa sasa zingine yanatembelewa na very serious darkness. Na je, siku ile itakuwaje? Itakuwa nzito sana. Kwa hivyo as we are preaching this word, tuna prepare our heart for whatever comes ahead of us, na hata ile siku ya giza. Hallelujah. So ndio tumesoma leo tukaona kwamba Yesu Kristo ni kama taa ambayo imekuwa hang. Bwana asifiwe sana. Na kazi yake, kazi hiyo taa ni kuwaka wakati kuna giza. Hallelujah. So that darkness haitaweza kutu overcome
katika vyovyote vile. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hilo ni jambo nzuri sana katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu ambalo ninapomaliza, wakati Bwana alipokuwa anaongea kuhusu oil. Kwa hivyo tumeona kwanza oil imefanya tukaweze kujua mwangaza, the source of light. Hallelujah. Who is Jesus Christ? Hallelujah. Ambaye amefanyika mwangaza milele na milele na milele, na atakuwa mwangaza na anatusaidia sana wakati tuna overcome giza. Lakini vile vile oil, wakati Bwana alipokuwa anaongea kuhusu oil, iliongeza kitu kinaitwa hekima. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tusome hiyo tunapomaliza. Angalia kitabu cha Matthew chapter 25. We are just finishing. Uone ya kwamba, kwa hivyo ndio unaona ya kwamba mwanafarasi hata kama akona blackness, anaambiwa don't touch the oil because oil bring light to the church. Kisha oil inaleta wisdom. Na tunaona ya kwamba this parable ambayo Yesu Kristo alinena, this parable ambayo Yesu Kristo alinena, Matthew chapter 25, parable ambayo tunaijua. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa sababu unaona Biblia inasema hivi, Biblia inasema inasema hivi, wacha tu I know inaanza kusema the wise virgins. Bwana asifiwe sana. Na kusudi inaongea kuhusu the wise virgins. Some anasema 5 were foolish, 5 were wise. Hallelujah. Lakini wacha nitumie hiyo jina. Bwana alisema wise. Na unaweza shindwa kwanza, how they first become wise? Walikuwa wise. Na lakini tulenge sana wale ambao walikuwa wise. Bwana asifiwe sana. Ambao walikuwa na oil. Hallelujah. Also the wisdom ambayo ilikuwa ndani yao. Bwana asifiwe sana. Na ndio tukaweza kujua kwamba wisdom, wacha tuseme inasema hivyo. Kwa hivyo oil inaleta wisdom. Inasema tusome verse 6. Inasema, and at the midnight there was a cry made, behold the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish, and the foolish said unto the wise. Nasikia the wise. Kwa hivyo they were wise. Hallelujah. And the foolish says to the wise, give us your oil, for our lamps are gone out. Bwana asifiwe sana. So what made these people wise? It is the oil. Kwa sababu unasikia kwamba these people are wise na kile wanaomba ni mafuta. Unaona hapo? So mtu yote ambaye akona mafuta ya Kristo, yani mafuta ambayo sasa we can see it is Roho Mtakatifu. Unaona kwamba kitu cha kwanza ana mwangaza, na mwangaza ule ni kusema kwamba akona Yesu. Bwana asifiwe sana. Akona Yesu. Na Yesu Kristo yuko ndani yake. Number 2, akona hekima. Bwana asifiwe sana. Na unajua hekima, number 1 kazi ya hekima. Number 1 kazi ya hekima. Unajua kwamba Yesu kuna mahali aliitwa mwangaza, lakini unaona kwamba wakati yule Malkia, kuna Malkia ambaye alimtembelea kule, na si hakumtembelea Suleimani. Yesu alisema kwamba mnaona Malkia huyu ametoka Ethiopia, Sheba, amekuja Yerusalemu kwa sababu ya hekima ya Suleimani. Ametembea mwendo huo wote kwa sababu ya hekima ya Suleimani. Na akasema kwamba je, aliye zaidi ya Suleimani yuko nani? Bwana asifiwe sana. Amen. Na hapo ndipo Bwana akatuonesha kwamba there is an aspect in him called wisdom. Hallelujah. Amen. Ambayo inakuanga aligned na mafuta. Na unaona hiyo aspect inakuanga very important kwa sababu hiyo aspect inatusaidianga kuinterpret the seasons. Bwana asifiwe sana. Amen. Inatusaidianga kuinterpret times. Hallelujah.
Kwa sababu unaona kwamba the wise virgins waliweza kuwa very sensitive na siku ya giza, the midnight, the actual hour, wakati giza iko totoro, na kuwa always ready. Bwana asifiwe sana. So aspect moja ya hekima ambayo Bwana anatufunza hata wakati huu mpanda farasi anaambiwa don't touch the oil, kwa sababu mtu mwenye oil ni mwenye hekima. Bwana asifiwe sana. Anakuanga na ubabanuzi wa majira ndani yake sana. Unaona mtu ambaye ako na ubabanuzi wa majira ako na right interpretation. Ile hekima ambayo alikuwa nayo iliweza kuwasaidia proper interpretation. Bwana asifiwe sana. Na unajua kwamba if you don't get proper interpretation of anything, you get deceived because you are caught up in euphoria. Bwana asifiwe sana. Euphoria ni ile kusherehekea bila na unajua kwamba hiyo ilikuwa katika huduma sana wakati Yesu alikuwa anafanya kazi ya huduma. Kulikuwa na many people like that. Bwana asifiwe sana. So wisdom inatusaidiana proper interpretation of what God is doing. Wacha nimalizie na Daniel, the book of Daniel chapter 12. So unasikia kwa mpanda farasi mweusi. Ndio kama analeta weusi akaambiwa ukipata mafuta don't touch the oil. Na unasikia oil inaleta light, number 1. 2 inaleta that wisdom. Na number 1 kazi ya wisdom inatusaidia kuinterpret times and season. Hallelujah. Daniel 12 as we are finishing. Hallelujah. Inasema hivi, Daniel chapter 12. So tumeona kwamba wisdom inaleta Bwana asifiwe sana. Inaleta light. Yani tumeona kwamba yani oil inaleta light. Bwana asifiwe sana. Inachangana na wisdom ndani. Hallelujah. Na number 1 wisdom ni inakusaidia kutafsiri nyakati na ishara. Angalia verse 3. Tutasoma verse 3 na tutasema verse 10 vile vile. Nasema Daniel chapter 12 verse 3. Inasema, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unasikia kama wisdom bado na light na shining na light inapelekana. Hallelujah. And they that turn many to righteousness are stars forever and ever. Bwana asifiwe. Amen. So kwanza Daniel akaexalt wisdom. Na akasema kwamba wisdom ni nzuri kwa sababu inafanya hata mtu ashine. Proper interpretation. No deception. Hallelujah. Because I fear deception. Kwa sababu ukikosa interpretation of anything, you will be deceived. Na mtu atakuwa caught up in the mess ya deception. Hallelujah. Lakini if you have wisdom, you get the interpretation and you always get the message. Mimi natukianga sana jambo litendeke, Bwana asifiwe sana, na nikose kupata message. Why has that? Kwa nini Bwana amefanya hivi? Na kwanza kitu yote ambaye Bwana amefanya, what is the message? Hallelujah. Because when you get the message, unakuanga mtu sasa anaye portray wisdom, na unaona when you get the message utaweza kubabanua seasons vizuri sana na times na all signs. Na huo ndio unaona the 5 wise virgins hata walipongwa mafuta yao kama give us, because other interpretation na readiness yao ilishangaza because of that wisdom. Hallelujah. So Daniel, hebu angalia verse 10. Vile vile verse 10. Verse 10 inasema, Daniel 12 verse 10 inasema, many shall be purified and many are made white and tried. But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. But the wise shall understand. Bwana asifiwe sana. Lakini wenye hekima wataelewa. Bwana asifiwe sana. Zudi unasikia huyu mwenye farasi mweusi, hata kama anakuja na mweusi gani, anaambiwa dare not touch the oil. Dare not touch. Kwa sababu hawa ni watu ambao ni precious in the heart of Jesus. Bwana asifiwe sana. Hawa ni watu ambao
ni wa dhamana sana, kwa sababu unasikia kwamba the wise, na unaona kwamba hata huduma ya Yesu Kristo hakuna kitu ambacho Yesu Kristo alikuwa anapendezwa nacho sana, wanafunzi wakielewa. Bwana asifiwe. Na ndio Yesu Kristo hata baada ya kuwafunza alikuwa anawauliza, "Mumeelewa?" Na wengi sana walikuwa naenda faragani na yeye wakamuuliza, "Hebu tuambie kile ambacho ulikuwa unamaanisha, ndio tuelewe." Bwana asifiwe sana. Kwa sababu understanding is power. Na tunasikia kwamba mwenye hekima ataelewa. Danieli akaona watu ambao ni wenye hekima katika nyakati za mwisho, watakaoweza kuelewa nyakati na watakaoweza kuelewa season. Bwana asifiwe sana. Na katika ile hekima ambayo Mungu ataweka ndani yao, wataweza kutafsiri nyakati, wataweza kutafsiri seasons. Hallelujah. Amen. Lakini zaidi ya yote, hekima vile vile huleta kumwogopa Mungu. Hallelujah. Amen. Kwa sababu vile vile kitabu cha Job inasema kwamba hekima huleta mtu kumwogopa Mungu. Na ninaona watu wale ambao wamemwogopa Mungu, Bwana anasema kwamba wasiguswe, kwa sababu hekima kama imeleta understanding. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu wakati wote mpendwa, unaelewa, unakuwa unaogopa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tabia na conduct inaweza kuelezea. Hallelujah. Amen. Na wacha niwaambie sehemu moja ambayo Yesu Kristo ametaka sana tukaweze kuelewa, kwa sababu mwenye ujumbe ni Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Wajumbe Yesu Kristo anaweza kuwa ameinua nabii, wachungaji, maaskofu na hata wainjilisti. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini mwenye ujumbe ni Yesu Kristo. Hallelujah. Na wakati Bwana anatenda kitu kama hiyo, kwa sababu unaona mama alipoamka, yule ambaye alikuwa amekufa aliuliza mtu ambaye alikuwa karibu na yeye, "Nani ambaye ameniamsha? Nani amenirudisha?" Alitumia maneno. Na kwanza hiyo ndio neno nzuri sana, na tuonesha kwamba mtu huyu alikuwa amesafiri. Unajua mtu akitoka mwilini, straight away umetoka mwilini, unakuwa umeaga. Wow, unapoingia dunia ya watu ambao wamekufa, mtu anaanza kwenda safari. Bwana asifiwe sana. So alipoitwa na maneno it is well, ni kurudi, alirudi. Na ndiye aliuliza, "Ni nani huyu ambaye amenirudisha?" Nikaona kwamba kumbe huyu mama hata hapo amefika mahali ambapo Yesu Kristo mwenyewe alimpa instruction ya kwamba rudi. Ati unaitwa, unajua kuna mtu ambaye alikufa. Hata juzi tu katika huduma nikasikia kwamba ati katika huduma fulani nikasikia kwamba alikuwa anasema kwamba ati ameitishwa sana akiwa amekufa, lakini ati kuna watu wameomba wanamuitisha. Na kweli akarudi. So huyu nikaona kwamba kumbe alikuwa tayari ndiye ameanza safari, lakini akasikia ameitwa na yale maneno, akarudi. Lakini aliposinizi na kuamka na kukopa, aliuliza binti yake, "Nani amenirudisha?" Naye binti, Bwana akaweka Roho Mtakatifu akaweka neno, akamwambia ni Yesu Kristo amekurudisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ni nani mwenye nguvu za ufufuo? Si ni Yesu? Na ndio sasa Yesu akadeclare kwa Kenya ya kwamba ujumbe ambao nimetuma na mtumishi huyu bado umesimama na bado ni ujumbe wangu. Wenda wangu walikuwa kusema kama ni ujumbe wa huduma ya repentance, ama ni ujumbe wangu, kwa sababu mtu yote ambaye amesadiki katika chini ya mkono wangu na mtu yote ambaye ameniamini asikilize ule ujumbe. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Yesu Kristo akadeclare ule ujumbe, na Bwana akasema kwamba hivyo ndivyo anavyotaka. So wacha niwaambie wapendwa, hekima utusaidia kutafsiri. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Na tukitafsiri mambo vizuri, tunaweza kuelewa ujumbe. Tusipoteze ujumbe. Haleluya. Amen. Na tukiwa hivyo, na zaidi ya yote hekima, haleluya, hufanya mtu akaweze kumhofu Mungu. Kwa sababu watu wote ambao wana hekima wanamhofu Mungu. Na katika kule kumhofu Mungu kunafanya hata hatari ije, giza ije, aidha ya dunia hii ama ile ambayo itakayoremea dunia hii,
Bwana Yesu Kristo atatuokoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. So kuna ndio mpanda farasi mwenye mweusi. Tumesema kwamba ni very black. Very black. Very black. Anaambiwa ukiona mafuta ukiyaona hivyo usiyaguze, uyahifadhi. So hata kama hatari inaweza kuwa imetumwa na Mungu mwenyewe, nilimwambia. Bwana asifiwe sana. Calamity. Mtu yote ambaye ako na mafuta, hata giza shetani ameifasha. Mtu yote ambaye ako na mafuta, kwa sababu ako na mwangaza, ako na hekima, na hekima ile imempa utafsiri mzuri wa majira, imempa understanding, hekima ile imempa kumhofu Mungu, bila mtu anasurvive. Bwana asifiwe sana. Na otherwise watu wanaingia mbinguni kwa sababu hata siku ile ya mwisho. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua kuna siku ina mwisho ambayo si watu wengi sana tunapatanga explanation wakati unasikia kwamba mtu anakufa, because unajua kuna kuanga na struggle, na mara nyingi sana mtu huona dark, na wakati huo mtu anakuanga peke yake. Bwana asifiwe sana. Marafiki wake wote, kama vile unasikia kwamba huyu mtu alikufa jana, marafiki wake wote unakuanga first peke yake. Na wakati huu ndio unaona kwamba mwangaza ambao Yesu Kristo aliuweka ndani yako, kwa sababu ya oil, mtu kila wakati huona mwangaza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Watu wale ambao hufa wakienda mbinguni wanaonaga mwangaza mbele yao, lakini watu wengine wanashindwa kwamba ni wapi huku niko ambapo kuna giza sana hivi. Kwa sababu mtu anashindwa kwamba, unajua kama nilishangaa sana kwa watu, mtu akifa mawazo ya dunia yanaondoka automatically, na je, nakimbizanga kwamba ni wapi hapa niko, na labda nilikuwa nyumbani kwangu, ni wapi hapa niko na nilikuwa niko safari, ni wapi hapa niko. Kwa sababu kwanza mawazo ya dunia yanaondokanga gradually. Ndio sasa mtu anarealize, I have just died. Gradually sasa ndio anaanza kuelewa ukweli. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho kinakutana naye ni giza. Lakini mtu ambaye anaingia mbinguni kwa sababu amevaa Yesu Kristo, watu wengi sana hata wakienda mbinguni hawauliza nini hapa wapi, kwa sababu ya mwangaza na vile mahali na jinsi ambavyo mambo haya yamekufunukia ni mazuri, hata huwezi kuuliza ni wapi hapa niko. Bwana asifiwe sana. Unataka kwenda hapo kwa sababu ya jinsi ambavyo umemulikiwa. Lakini mtu ambaye alitembea katika giza hakumjua Yesu Kristo. Haleluya. Ndio tumefanya vizuri sana ku divine oil, kwa sababu watu wengi sana wanasema niko na oil, lakini wanasema mtu ambaye kuna oil amemvaa Yesu Kristo ambaye ni mwangaza, kisha ana tafsiri nzuri kwa sababu ya hekima, kwa sababu hadi mambo yote ambayo Yesu Kristo aliweka katika oil ambao unasikia mpata farasi na usikuzi. Bwana asifiwe sana. Na unajua siku ile ya blackness, ile ni siku Yesu mwenyewe atatuma malaika atiyafanye jua liwe giza. Bible inasema kwamba atakaposhuka mwenyewe atashut the creator, atashut jua liwe giza. Bwana asifiwe sana. Na kusudi anasema jua na mwezi, kwa sababu sehemu mahali nyingine kutakuwa mchana na mahali nyingine kutakuwa usiku, siku ya Bwana, si ndio? So kama na unajua wakati wa Bwana Kenya kutakuwa mchana, kwa sababu sisi tuko line moja na Israeli, si ndio? Kenya ni baadhi ya siku, hatujui kama Kenya sisi tuko. Kwa hivyo na unajua Biblia inasema Yesu atashuka mchana, kutakuwa mchana day kuanzia asubuhi. Na sisi kwanza tuko line moja na Israeli, si ndio? Katika masaa. Lakini pande wa Marekani unajua kwamba pande ile ya far north, not north, Bwana siku that is this south, because east west, pande ile ya west. Bwana siku sana. West kutakuwa ni usiku. Kwa hivyo unajua, kwa hivyo wacha kwanza hata blackout, hakutakuwa na stima, kutakuwa na blackout. Kwa sababu mtu anajiuliza kwamba hata Amerika wategemea ati mwangaza wa mwezi. So you can imagine there will be serious blackout shut by the Lord. Ni heri blackout ya kuwa shut na umeme ama mvua, kwa sababu hiyo Kenya Power inaweza fix na irudi. Si ndio?
kuliko Yesu mwenyewe ashaanza, kwa sababu hautajua root cause ya hii watajaribu. It is not working. Kisha kama wanasema okay, perhaps okay, na unaweza jua kwamba itakuwa ni wakati wa mwezi, na mwezi unaendaga na season. Na unajua mwezi sometimes watakalilai wasema kwamba let us rely with this moon. Imagine wakililai Bwana aifanye blood moon kabla mwangaza wake, ndio achieve hiyo darkness anahitaji hiyo siku. Sisi ambao watu wale ambao watakuwa duniani wakati huo, unaona kwamba wanaotegemea it is a bright day, hatuhitaji hata stima, kisha jua alitie giza, na ndio the whole earth achieve darkness. Bwana asifiwe. Amen. You can imagine vile siku itakuwa. Ndio unasikia kwamba hata John alipokuwa anaongea kuhusu hiyo siku ya giza, akasema ni kama nywele nyeusi. Na unajua sisi hapa Afrika sisi kama tuko na nywele nyeusi sana. Watu wa India na China wanakuwa na nywele black total. Ni kama, na hata unajua Israeli iko na nywele kama hiyo total black. Kama ni black kabisa. Bwana anasema yetu inakuwa saa zingine haijaachieve ile blackness kabisa. Anasema ni kama sackcloth imetiwa that blackness, kwa sababu akaachieve total maximum darkness katika siku hii. Bwana asifiwe sana. Amen. Na in such a darkness it is only Jesus, the light of Jesus, that can shine. Bwana asifiwe sana. Although siku hiyo ya darkness kanisa litakuwa limeondolewa. Hallelujah. Amen. 7 years mapema, lakini kutakuwa na watu 144 ambao Yesu atahitaji kuokoa siku hiyo. Na ndio unasikia kwa sababu ya kuwafungua masikio na kuwafungua macho wataweza kushine in that day. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So there is darkness coming on this earth. Darkness yetu ambayo tunastahili to overcome na light of Christ ni darkness ya siku ya unyakuzi. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtu asiseme ya kwamba ati siku ya unyakuzi kutakuwa ni siku ya mwangaza. Either. Kwa sababu siku ya unyakuzi unasikia kwamba Bwana anasema kwamba atakuja late hours, midnight, kwa sababu alifananisha na midnight. That is the time he is coming. So that means there is, although the darkness of ya unyakuzi sio physical darkness. Ile the day of the Lord is physical darkness. But the darkness ya unyakuzi is spiritual darkness. Bwana asifiwe sana. So darkness ya unyakuzi ni spiritual, darkness ya the day of the Lord ni physical. Hallelujah. Real, ile ya kawaida. But zote zinahitaji mwangaza. Na sosi ya mwangaza kuovercome hizo zote ni Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Na tunasikia 144 watahitaji wamvae Kristo aliye mwangaza. Sisi ambao tuna face unyakuzi lazima tuwe na light siku hiyo. Bwana asifiwe sana. Na Yesu amezidi kutuambia, mkiona vile ambavyo dunia inazidi kuwa na mwangaza, dunia inazidi kuwa na giza, ni wakati wa kushine, kwa sababu kuja kwangu kutakuwa kumekamatana kabisa, totoro ya giza itakuwa nzito sana. Na ni wale tu ambao watakuwa na that oil ambayo ilifanya washine, na zaidi ya yote wapate wisdom, wa interpret seasons and times, signs. When I speak, they are able to get the message. Hallelujah. When the servant of God speaks, they are able to get the message, underlining message, behind scene message, ambayo inahitaji interpret vizuri. Na zaidi ya yote, due to that wisdom, they feared God. Wale ndio Bwana anasema kwamba hawataweza kushindwa na giza kamwe, milele na milele. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tumpigie Bwana makofi. Hallelujah. Amen. Na tusimame kwa miguu yetu. Tusimame kwa miguu yetu. Hapo kwa nyimbo mbili tunaongozwa hapa ili tukaweze kumwabudu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Bila wewe Yesu siwezi, bila wewe Yesu siwezi.
nikisema ninaweza, najidanganya nikisema ninaweza, najidanganya bila wewe Yesu si